theory, lakini practice yenyewe, kuona, jicho la kuona wahitaji la muhimu sana kwa Mkristo yoyote, mfuasi wa Kristo, kuchungulia wanaohitaji ni swala la msingi sana. Kwa hiyo mheshimiwa, nakushukuru na Mungu akubariki katika hili ambalo unalifanya leo. Kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunafanya shukrani naye. Ulipotuma mjumbe wako mheshimiwa, kwanza nilishangaa, nasema mbunge anataka kufanya misa. Anataka kufanya misa gani? Kwa hiyo nikajiuliza, anataka kufanya misa ya shukrani na yatima. Hapo aliposema yatima ikanigusa. Mfuasi wa Kristo lazima awe hivyo. Kwa hiyo umeheshimisha imani yako, tunakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Umeheshimisha hata mimi, lakini umetukumbusha wote. Mimi padri wako umenikumbusha. Pamoja na mahubiri yako, nenda kwenye practice. Ametukumbusha wote kwamba pamoja na imani yetu twende kwenye practice. Twende kwenye practice. Na practice yenyewe ndio hii. Wakati mwingine tunaweza tukajiuliza, sasa hawa watoto wadogo wamekosa nini mbele yao? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza kudhani kwamba uovu ni labda mtu kuwa kilema au kuwa nini ni dhambi. Hawa wana dhambi gani hawa? Wengine wamezaliwa hivyo hivyo. Wana dhambi gani hawa watoto? Ni mapenzi ya Mungu. Na hii ndio injili yenyewe. Hii ndio injili yenyewe kwamba sasa aone maneno mengine Yesu Kristo anaeleza, nilipokuwa na njaa mlikuja kunitizama, nilipokuwa na umwa, nilipokuwa sina fulana mlinifunika au koti, nilipokuwa gerezani. Alafu wakauliza, mbona hatukukuona? Sasa yule anasema hawa wale Ombozi Mission wale ndio nilikuwa mimi. Kwa hiyo pengine amewafanya hivi ili injili yake iweze kushaimili mioyoni mwa watu, watende practice. Sasa mheshimiwa kaligundua mapema, hii neema niliyopewa, nimshukuru Mungu namna gani? Nimshukuru na wahitaji. Hichi kitu mimi kwa namna ya pekee kimenigusa kama padri. Kimenigusa sana, kimenigusa kwa namna ya pekee. Wengi tunafanya shukrani na matajiri. Mara leo nilikuwa nategemea labda waje vigogo nationwide, levels za national ndio waje hapa, bunge wanampamba, aina anasali na watu wa chini wa namna hii. Ndio Yesu Kristo alichofanya. Yesu Kristo hakuwa na watu wa juu sana, alikuwa na watu wa maskini kabisa, wa chini kabisa. Tena wale waliokuwa wamekataliwa na jamii, ambao ni marginalized wanasema, wamekataliwa na jamii, ndio wao Yesu alikuwa anawaendea. Kama hawa wanaowatembelea watoto ni wachache sana, tukiangalia takwimu hapa ni wachache sana. Ndio neema amewachagua wale, ameishi maisha ya Kikristo. Katika hili amemfuata Kristo kweli kweli, kwamba lazima acheze na watu wa namna hii, watu ambao ni marginalized, ndio hao. Kumshukuru Mungu kwa kuwa mbunge, amemshukuru kupitia wahitaji wetu, kupitia wahitaji wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, huu ndio upendo ambao ameueleza mheshimiwa mbunge. Yesu Kristo alitueleza kwa njia ile pale ya msalaba, mheshimiwa ametueleza kwa njia ya hawa. Kwa mantiki hiyo, mheshimiwa mbunge anatuarika vile vile kwamba mara nyingi tuwaone. Ndio lengo lake, anatuambia kila mara tuwaone. Na mimi namkumbusha na yeye mwenyewe asisahau mara hawaone. Niseme tu baba paroko, ule ujumbe uliomtuma Sara nimeshaupokea. Naomba mwasibu kwenye hesabu yenu mweke kwamba nitakuwa na mchango wangu wa milioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Hilo tuliache hivyo. Lakini pia kiongozi wangu wa halmashauri ya kanisa hili la Moravian, niseme tu kwamba leo nimekuja kujikabidhi rasmi kwenu kama mdau wa kituo. Maana tunajua huduma ya watoto ni endelevu, haiishi leo. Mimi kuna mchango wangu ambao nauweka kampuni, lakini ikifika tarehe 1, kila tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka miaka yangu 5 naisha, nikumbusha. Wanasema sadaka ni siri, si ndio? Hiyo ikifika tarehe 1 tu bado, yani ile tarehe 30 kuanzia tarehe 1 naomba nipokee kanisa. Maana si unajua binadamu mgumu
naweza nikasahau, ili niwe natoa hiyo sadaka yangu. Kwa hiyo mimi nitakuwa mdau wa kufanya nini? Endelevu. Na kama kutatokea kuna changamoto yoyote inayohusu watoto, ada shule au sijui matibabu au sijui nini, ninaomba nishirikishwe. Na niseme tu wauguzi, Mungu awabariki kwa huduma, kwamba kazi mnayofanya mbele za Mungu ni njema. Na ningependa nisome neno moja hapa ambalo litatusaidia kwa habari ya kutii agizo la Mungu. Mimi ninachofahamu kwenye maisha, kila mtu Mungu kampa kazi ya kufanya ulimwenguni. Na akikupa Mungu kazi ya kufanya, unaweza kuona anaongea na wengi, lakini wewe utajua kama hapa Mungu ameongea na mimi au ameongea na sisi sote. Kwa ni wajibu wa kila mmoja kulibeba agizo la Mungu binafsi. Sisi naeleweka? Sema kwenye Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 2 ndio nitakapopenda nijikite. Anasema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na walio kufa kwa kufunuliwa kwake kwa ufalme wake, lihubiri neno. Uwe tayari wakati ufaao na wakati usio kufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Yaani Mungu huwa kwa watu ambao wanaamini katika Mungu, Mungu huwa ana maagizo kwa kila mtu. Sasa pale Mungu anapokuwa amekupa kazi ya kufanya, usifanye utapata thawabu. Ukifanya utapata thawabu. Sasa thawabu ya kutokufanya wote tunaijua, si ndio? Na thawabu ya kuifanya wote tunafanya nini? Tunaijua. Baada ya kusema hayo, niweze kukabidhi zawadi yangu ndogo. Nilikosa muda wa kwenda kununua vitu vingine, lakini nadhani nitakabidhi keshi ambayo wataenda kusaidia kununua. Lakini hata kama kanisa la Moravian tumekuwa tukifanya huduma kwa namna moja na sehemu mbalimbali. Kwa hata mkiwa na jambo pia binafsi la kikanisa, maana kuna ya kikanisa, kuna ya kituo, kuna ya hospitali, msisite kunishirikisha. Kama niko ndani ya uwezo wangu nitatia mkono, na hata kama tunahitaji ufuatiliaji wangu mimi nitafanya. Na yake bunge ya jimbo hapa hiki ni shida kwa sababu ya mambo inayopiga msuri. Kwa baada ya Mungu awabariki, na nawashukuru wote ambao umeweza kuja. Dada yetu Neema Mwandabila, mheshimiwa mbunge, mimi binafsi nimebarikiwa sana na tukio hili ambalo umeliandaa na kulifanya pamoja na timu yako yote. Jambo lolifanya ni jambo la baraka sana, lakini pia kipekee kuchagua kufanyia jimboni kwangu, mimi nimebarikiwa. Ibada ya shukrani ameamua kufanyia jimboni kwangu, mimi nimebarikiwa sana. Maana mkoa wa Songwe ni mkoa mkubwa sana na una wabunge wengi, lakini leo amechagua kufanya jimboni kwangu. Dada yangu barikiwe. Na amekuwa dada yangu muda wote. Nimekuwa naye kwenye kampeni, tumekuwa tunashauriana, na alipokuwa anapanga hili aliniambia, mheshimiwa anapanga jambo kubwa na kuja kulifanya huko nyumbani. Nikamwambia karibu sana. Leo naliona tukio kubwa namna hii. Nichukue nafasi hii kukupongeza mno tena na tena. Na wakati mwingine usinisahau. Njoo tena hapa. Njoo na mahali pengine wilaya Mbozi. Njoo na mahali pengine jimbo hili la Mbozi. Usichoke. Na mimi utakapoenda nitakuwa nakufuata hivi. Leo mimi nina tukio Itepula, lakini alivyonishirikisha nikasema litasubiri la kwangu, lazima nianze na dada yangu kwanza la mheshimiwa. Ona kupongeza sana na nakuunga mkono. Hili tendo la huruma ambalo unakwenda kulifanya, mimi hapa nimekuwa nakuja mara kwa mara. Na hata juzi tu wapo wakina mama walinishirikisha akasema tunatamani kufanya tendo la huruma, tufanyie wapi mheshimiwa? Nikasema nawachagulia haraka sana. Na wapa gari, nendeni Mbozi Mission mkutane na watoto hao. Walikuja hapa ndani ya wiki mbili zilizopita. Lakini leo tena nimerudi hapa, umenileta hapa
dada yangu, nakushukuru sana mheshimiwa. Jamani, naomba tumpongeze sana mheshimiwa wetu. Akukumbuke unakwenda kumgusa Mungu, kuwagusa hawa watoto. Wewe mwenyewe watu wetu, mnaona watoto hao, Mungu akakukumbuke, asikupungukie, awe pamoja na wewe kila unakoenda, kila unachokifanya, kila utakapokanyaga. Watumishi wa Mungu hawa wako hapa, watakuombea, na hawa akina mama akina baba walioko humu watakuombea. Watakapotamka neno tu hilo, usione neno la kusema ubarikiwe, ni neno kubwa sana. Sisi tunakuombea sana.